Habari ya wakati huu mtazamaji wa TBC1, karibu sana katika Kurasa Darasa, na leo Kurasa Darasa inatokea jijini Mwanza. Hapa ni barabara ya Nyerere, lakini ni barabara ambayo ina mambo mengi, na moja ya kitu ambacho nimekigundua hapa ni kuwepo kwa maduka ama tuseme uuzaji wa vitabu nje ya maduka. Ni sifa ambayo ni ya kitofauti, ni ya kipekee, lakini yote ni kuonyesha hamasa ya usomaji, kwamba sio lazima uwe na duka uuze vitabu. Hata nje ya duka unaweza ukapata maarifa kwa kuyauza ama kwa kuyapokea. Mimi ni Maureen Minanago, ungana nami mwanzo hadi mwisho ili uweze kufahamu mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili yako siku hii ya leo. Naam, ujasiriamali wa kurasa nje ya maduka ndicho ambacho tunakiangazia siku hii ya leo, na hapa niko nje ya duka ambapo kuna duka, niseme ni duka la vitabu. Vitabu viko vya aina tofauti, vya masomo, vya hadithi, vya hamasa, na niko na mjasiriamali ambaye yeye atatueleza ilikuwaje akaanzisha duka hili nje ya duka. Alex Jovin, habari ya kwako? Kwema. Hongera sana kwa biashara. Kweli ninaongera sana. Biashara hii ina muda gani? Kama miaka 5 hivi. Nipeleke kidogo kwenye simulizi ya hadithi yako, wakati unaanza ilikuwaje mpaka ukafika hapo ulipo? Mimi kwenye biashara hii nimeanza kitambo sana. Nilivutwa na rafiki yangu, nilikuwa nafanya kazi sehemu nyingine, akanivuta njoo kwenye biashara ya vitabu, na mimi nikajiunga. Nimeanza kidogo kidogo mpaka sasa hivi naona ndio nimefungua hii duka sasa hivi. Ndio. Kwa wewe ulihamasishwa na rafiki yako? Ndio. Lakini wewe mwenyewe mapenzi ya kusoma yamekaa vipi? Sasa hivi baada ya kunihamasisha yeye, na mimi nasoma vitabu kwa wingi sana. Ndio. Kwa siku unaweza kusoma vitabu vingapi? Sio kwa siku. Nategemea na title. Kuna title ninazopendelea mimi na wengine hivyo. Vitabu vya aina gani unapendelea? Mimi napenda inspiration. Novel za maisha na nini. Ndio. Kabla tujaenda mbali kidogo, nisimulie angalau kisa kimoja ambacho ulikipata kwenye kitabu. Ni kitabu gani? Ulijifunza nini kutokana na kitabu hiki? Kuna kitabu, kwa mfano kitabu kama hiki hapa, na naweza kukipiga picha. Hiki hapa ni moja ya kitabu kizuri sana, kinahusu maisha. Unaona kitabu hiki kimenijenga, kimenisaidia sana kwenye maisha yangu, na maana kama nisingesoma hiki kitabu na hata sasa hivi nisingekuwepo hapa vitabu. Kwa hiyo Watanzania kama wangekuwa na uwezo wa mashaji wa kusoma vitabu wangekuwa mbali zaidi nadhani. Kwa faida yako mtazamaji, kitabu hiki kinaitwa Miliki Akili Yako, Miliki Maisha Yako, unakuwa kile unachokifikiri. Hapa naona una vitabu tofauti. Kuna vitabu vya shule, vya novel hizo za simulizi. Kwa nini una mchanganyiko wa vitabu? Sasa kuna wengine wanapenda za shule, kuna wengine wanapenda vya maisha. Kwa hiyo kuna wateja tofauti hapa. Ndio. Wateja wako wakubwa ni kina nani? Sana kuna madada, wakaka, hivyo na wazee baadhi. Ndio. Lakini wadada kwa sasa hivi ni wengi, na vijana wanapenda kusoma sasa hivi. Na vitabu vinatoka kwa wingi kipindi gani? Kwa mfano kama mwezi wa kwanza angalau kidogo, ila mwaka huu biashara haikuwa nzuri, sio kama miaka yote. Ndio. Sasa ikitokea umepewa fursa, sasa uko pale jukwaani, waambie watu, waambie wananchi chochote kuhusiana na kusoma vitabu, ni nini utawaambia? Nitawaambia waendelee kusoma vitabu, wahamasishe kusoma vitabu. Vitabu vina maarifa mengi sana kwenye vitabu. Ndio. Kwa wale ambao hawasomi utawaambia sio waendelee, wao wafanye yaani wahamasishe kwenye kusoma vitabu, wasome vitabu kwa wingi. Sawa, labda kuna baadhi ya vitabu nimeviona, vingine vina lugha tofauti, vya Kiswahili, vya Kiingereza, na vingine vimetafsiriwa. Hii imekaaje? Unatoa wapi vitabu vyako na hizi tafsiri zinakaaje? Hivi vilivyotafsiriwa? Kuna wengine wanapenda vya Kiingereza, kuna wengine wanapenda tafasiri. Kwa hiyo ni watu wa kila aina tu. Ndio. Unatoa wapi vitabu vyako? Mimi naagiza Dar. Ndio. Kwa yule ambaye anataka kufanya biashara kama hii ya kwako, unamwambia nini? Aanzie wapi na mtaji wa kiasi gani?
Mtaji inategemeana na yeye mwenyewe, sawa. Kwa kuwa kama mimi nimeanza na mtaji wa 100,000, unaona, hivyo nikawa najitafuta hivyo mpaka sasa hivi nimefungua hii banda hili. Sawa, lakini upatikanaji ni mgumu ama mpesi kiasi gani? Kiasi kwamba sasa yule anayetaka kuanza ana mtaji tayari, aanzie wapi? Yaani sehemu ya kuanzia, cha kwanza lazima aje kwa wale wanaofanya biashara kama sisi, tumpe direction ya biashara inaendaje, ikoje, nini na nini, then ndio atatafuta kama ni chumba nini na nini, basi ndio. Kwa wewe ambaye unafanya biashara yako nje ya duka, pengine kuna changamoto yoyote unakutana nayo? Changamoto zipo. Kwa mfano kama juzi hapa tumepata changamoto, kuna watu walikuja kwenye hivi vitabu vya wazungu, wanasema wazungu wamelalamika kwa waziri, sisi tukashindwa kuelewa mpaka tumepata changamoto. Yaani tunapata changamoto kama hizo zinajitokeza, naona ndio hivyo. Changamoto hii haiwapati watu ambao wako ndani ya maduka? Na wenyewe inawapata, sio mimi tu ambaye niko nje, na wenyewe na wandani inawapata. Sasa kwa mtu ambaye anauza vitabu nje ya duka, pengine ana changamoto gani ambayo ni ya tofauti na yule ambaye anauza ndani ya duka? Kwa mfano kama sisi hapa, changamoto zinafanana kwa wauza vitabu wote, ni moja tu. Kama hivyo anaweza kaja mtu anasema hii kitabu umekitoa kopi, wakati kitabu mwenyewe mlalamikaji mwenyewe sio mwenyewe. Anakuja mtu ajui ametoka wapi, anasema ameelekezwa kwa waziri, tunashindwa kuelewa hapo. Ndio hiyo. Pengine nini neno lako kuhusiana na hicho ambacho tukizungumza sasa hivi? Yaani kwa mimi naona sisi, kwa mfano kama sisi sasa hivi tupate sehemu ya kuwa tunaenda kupeleka malalamiko yetu, vitu kama hivyo. Na maana kama wanatokezea watu wanasema bwana, hii biashara unaweza ukaiacha, ina maana tunatengeneza taifa ambalo sio la watu wa ovyo ambao wataki hata kusoma vitabu. Mtu anakukatisha tamaa, yaani na maana sisi tuuze hivi vitabu, unaona, inakuwa sio nzuri, haipendezi. Ndio. Nini hamasa yako kwa watu wengine ambao pengine wanatamani kuuza vitabu, hawana eneo maalumu la kwenda kuuzia, kwamba wanaweza wakauza? Nini neno lako kwa wao? Ambao hawana nini maeneo? Ambao hawana maeneo, kwa sababu pia tunazungumzia ujasiriamali wa uuzaji wa vitabu lakini nje ya maduka. Wewe umekuwa sehemu ya huyo mjasiriamali ambaye anauza vitabu nje ya duka. Pengine kwa yule ambaye anatamani kufanya kitu kama hicho na hana frame kusema kwamba nina eneo niweke vitabu vyangu kwenye shelf ndani, nifanyeje basi ili na mimi niweze kuanza? Wewe kwa mfano kama wewe una eneo ndio unaanza biashara sasa hivi. Kwa mfano kama hizi kuna mitandao, kama una simu na yenyewe inaweza kaa ofisi, unaweza kuwa na post vitabu, sio lazima una ofisi. Ukaja kwangu hapa kama tumeshafahamiana, una wateja wako huko, ukapata mteja hapa, unakuja unachukua vitabu na wauzia hivyo. Ndio tunafanya hivyo. Kama ndio unaanza sasa unajitafuta. Aisema habari ya kazi. Anaona kitabu cha ile kitabu ya kama nani? Okay. Una kitabu gani? Kitabu bila mao. Au kama TS. Ni mdau sana kwa maji ile kitabu. Sasa tutachukua hizi. Umezungumzia swala la mtandao. Nini umuhimu wa teknolojia kwa hivi sasa katika biashara? Teknolojia ina umuhimu sana kwenye biashara. Ndio. Ina umuhimu, inatangaza biashara, ndio hivyo. Hata sio lazima uwe na ofisi. Hata simu yenyewe ni ofisi. Madam kuna sehemu ya kuvichukua kama hapa, unaweza ukachukua kwa mimi na title hizi hapa. Kuna mteja kapenda, unachukua hapa na unamuuzia tu. Sio lazima uwe na ofisi. Hata simu yenyewe ni ofisi.
Nini neno lako kwa yule Mtanzania ambaye hajajua anzie wapi, anajua kuna shida, anataka apate chochote kujikwamua kiuchumi, lakini kuna fursa ambayo inapatikana kwenye vitabu? Nini neno lako kwa huyu Mtanzania? Yeye yani anatakiwa ajifunze, akiona vitabu aje tu kwenye, kama sisi wanauza vitabu tumpe elimu na nini, ataanza tu. Fursa ni nyingi. Fursa si ndio hiyo, kama biashara hizi za vitabu. Sawa, labda tupitishe kwenye vitabu ambavyo uko navyo, ambavyo unaona hiki nikimwambia Mtanzania akisome kitamsaidia zaidi. Mfano kuna hii hapa, unakuwa unachofikiri hicho hapa, ni moja ya kitabu kizuri sana. Kipo na kingine hapa, kuna hii hapa cash flow hii hapa, moja ya kitabu kizuri sana. Alafu kuna kingine hii hapa, positive thinking, moja ya kitabu kizuri sana. Na vinatoka kwa wingi. Ndio vitabu ambavyo yani watu wanavisoma kwa wingi sana. Sasa mimi pengine nimekipenda kimojawapo, lakini sijui Kiingereza, ninapataje kuelewa zaidi? Kuna vingine vimetafsiriwa, tunaweza kutafutia vilivyotafsiriwa. Kuna vingine vimetafsiriwa, tunaweza kutafutia huko tunakoagiza Dar es Salaam. Ndio. Kwa akija hapa mteja anakuambia bwana, mimi nimekipenda hiki lakini naomba ambacho kimetafsiriwa. Ndio, unaweza kupata. Na ni muda gani anatakiwa asubiri mpaka kupata kitabu chake? Ndani ya wiki moja anakuwa ameshapata tu. Wewe unakopesha? Mna biashara tukopesha. Sawa, mtazamaji, tumepewa tu baadhi ya vitabu kama sampuli ambavyo tunaweza tukavisoma na vikatuletea maarifa ambayo ni mengi tu. The Power of Positive Thinking kimeandikwa na Norman Vincent, lakini kuna Rich Dad Poor Dad, yule aliyeandika Rich Dad's Cash Flow Quadrant ambacho ni Robert Kiyosaki alikiandika. Lakini vitabu hivyo ni sampuli tu, viko vingi ambavyo vimewekwa mahali hapa kwa ajili ya wewe kupata maarifa zaidi na kujua ni nini hasa unatakiwa kukifanyia kazi. Tuzungumzie maarifa. Kwako wewe, umuhimu wa kusoma ni nini? Umuhimu wa kusoma ni yani unapata maarifa kwenye kile kitu unachokisoma. Kwenye vitabu kuna maarifa mengi sana. Ndio. Nyumbani kwenu kuna watu wangapi ambao wanasoma mara kwa mara kama wewe? Sisi nyumbani wapo, kwa kama mimi na ndugu yangu naye ni mwalimu na anafundisha. Kwa hiyo kama 4 hivi ni walimu. Na maana wanasoma, ndio mimi mwenyewe nimesoma lakini sijamaliza, nimeishia form 2. Ndio. Umemsikia mjasiriamali huyu ambaye ameeleza ya kwake kuhusiana na umuhimu wa kusoma vitabu, na ametuonyesha vitabu sampuli ambavyo yeye anaamini ukivisoma unaweza ukapata maarifa mengi, lakini naamini na wewe pia kuna vitabu vingi ambavyo umeshavisoma na vimekupa maarifa mengi ambayo sio mbaya tukaendelea kushirikiana mawazo hayo na kupeana ujuzi. Bwana Alex Jovin, nina swali la kizushi. Ikitokea sasa wewe labda katika mazingira haya umeona labda kuna kitu fulani ambacho ni vizuri kukiandikia, usiishie tu kwamba wewe ni muuzaji, kwamba niandike kitu fulani, ungeandika kuhusu nini? Kwa mfano mimi kwenye chochote ambacho ningeandika kwenye maisha kwa sasa hivi yalivyo. Kwa sisi wajasiriamali sio mazuri. Yaani hiyo ningeandika, ndio la kwanza. Yaani tunaminywa sana kwenye masuala ya mikopo nini, hayo mambo ningeandika sana. Ningeandika mikopo tu, hatupati mikopo, unaenda sehemu haupati huduma inayoeleweka, ndio vitu kama hivyo ningeandika tu. Ndio. Umeshawahi kufanya taratibu zozote za kukusaidia? Ndio, nishafanya kila kitu. Nikaenda mpaka benki, wakaniambia mtaji wako bado ni mdogo. Unaona kitu kama hicho. Yaani ningeandika tu. Ndio. Lakini kwa sasa hivi mikopo inatolewa, pengine labda unaweza ukaanza kufanya utaratibu. Sasa kama nimeshakatishwa tamaa, yani mpaka unaona na uvivu wa kwenda tena. Unaona? Katika vitabu ambavyo mmenionyesha, kuna vitabu ambavyo vinahamasisha kutokata tamaa ili kufika mbali. Unasoma, unafanyia kazi unayoyasoma ama unaishia tu kusoma? Nafanyia kazi, lakini kwenye swala hilo la mikopo naweza kuandika kitu kama hicho, yani kwenye mikopo. Yani nishakata tamaa kwa kweli.
Pengine unafikiria kusoma vitabu vingine vya kukuhamasisha kutokata tamaa? Yaani naendelea kusoma tu, siwezi kuacha kusoma. Ndio. Sawa. Na jina la kitabu chako litakuwa linaitwa nini? Ni cha maisha tu, hamasa ya maisha. Hamasa ya maisha. Ndio. Lakini wewe kukata tamaa haujamhamasisha mtu, inakuwaje hapo? Yaani mimi kwa kumhamasisha mtu asikate tamaa. Mtu mwenyewe akija anataka mawazo, naweza nikamsaidia tu. Sawa. Kama kuna neno lolote ambalo unataka kumwachia mtazamaji, karibu. Mimi nasema huko anakoenda, hata ofisini, kama kuna fursa zinatokea kwa sisi wajasiriamali wa vitabu, anafika yani atusaidie na sisi huko ofisini huko. Kama kuna fursa ya mikopo inaweza kaja kwa wajasiriamali sisi wadogo, anafika kwetu tu anatupa elimu, tuanzie hapa na hapa, basi ndio hilo. Sawa sawa. Mtazamaji, ni Jovin Alex, ni mjasiriamali, anauza vitabu barabara ya Nyerere mjini Mwanza. Na yeye changamoto yake kubwa tu ni wale ambao wanaona kutafsiri vitabu kunaleta mashaka, lakini naamini taratibu zikifuatwa, hata ukitafsiri ni kitu kizuri, kwa sababu wote tunahitaji kupata elimu. Kwa hiyo huelewi lugha hii inaweza ikasaidia, lakini Jovin pia anakuhamasisha wewe kusoma vitabu. Anasema usiache kusoma vitabu kwa sababu kuna maarifa mengi sana unayapata ndani ya vitabu. Mimi nikushukuru kwa muda wako na kwa kutusikiliza. Naamini umepata jambo hapa. Namshukuru sana mwongozaji wangu Reginald Ndesika, lakini nyuma ya kamera nilikuwa na mpiga picha Daniel Masumbuko. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.